Okay, tunaendelea na PropFirm. Kama nilivyokwisha kuweza kutoa utangulizi kuhusiana na PropFirm. PropFirm hizi ni kampuni ambazo zinatoa mitaji kwa wale professional traders kwa kuweza kufanya testi au challenge fulani, na maana ukifaulu kwenye hiyo challenge utaweza kukabidhiwa akaunti yenye dola nyingi, na mara nyingi huwa inakuwa ni kuanzia dola 5,000, dola 6,000, lakini kuna gharama ya kuweza kulipia ili uweze kufanya hiyo challenge au hiyo testi, na hiyo mara nyingi huwa inakuwa inaanzia kwenye dola 30 mpaka dola 1,000. Na maana ukilipia kwa mfano dola 1,000 utapewa mpaka akaunti yenye dola 200,000, na kama ukilipia dola 30 utapewa akaunti yenye dola 6,000 hadi 5,000. Na hawa jamaa ili uweze kufanikiwa katika ile testi ambayo wanakupatia, huwa kuna sheria wanakuwa wanakupatia, kama trade kwa siku, labda kama ikitokea sala iwe ni 3% ya ule mtaji ambao mkwekea, na kama ikitokea losi yani losi kubwa isizidi 10% ya ule mtaji, 10 hadi 8. Kwa hizi ni baadhi ya sheria ambazo hawa PropFirm wanakuwa wanakuwekea, lakini pia trade kwa siku ambazo zisipungua siku 4. Ina maana kama utatrade kwa siku moja itakuwa ni na ukafanikiwa, maana inaonekana kama ni umebahatisha. Kwa hiyo ili kuweza kuprove kwa wewe trader una ujuzi, inatakiwa uweze kutrade kwa mfululizo siku 4 na kuweza kutengeneza kiwango cha profit ambacho umeambiwa. Kwa then ukishaweza kupita kwenye hiyo test au hiyo challenge, ndipo utakapoweza kukabidhiwa hiyo akaunti, na hiyo akaunti mnakuwa mnagawana na kampuni. Kwa hiyo kama wamekwambia labda mtatrade then utachukua 70% afu wao 30%, kwa ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo lazima uweze kufuata sheria kama umefanikiwa, ili uweze ku trade na ku withdraw kila wiki. Maana ukifanya mistake, hiyo akaunti inakuwa sio yako tena, akaunti inajifunga na unaanza upya. Sasa leo nimekuta video ambayo inahusu PropFirm bora. Hizi kampuni zipo nyingi, kwa hiyo nimeweza kuzichuja hizi kampuni ambazo watu wanakuwa wanazipenda sana kuweza kuzitumia, na maana kama kitu kinapendwa na wengi, basi ujue hicho kitu ni bora. Na research hii nimeifanya kuweza kupitia Google. Kwa hiyo hizi ni PropFirm bora ambazo unaweza ukajisajili then ukalipia hiyo challenge, ukipita then unakabidhiwa hizo dola zako za kazi. Sasa PropFirm bora ya kwanza ni FTMO. Hii PropFirm ni nzuri. Pia ya pili ni Top Step PropFirm, nao ni nzuri. Alafu inafuatia FundNext. Hii FundNext yenyewe nao ni PropFirm nzuri. Alafu pia kuna hii VeloTrade. Hii VeloTrade ndio wanaanzia dola 62. Kwa hiyo hizi ni best. Haimaanishi zingine ni mbaya, lakini hizi ni top 4 best PropFirm ambazo unaweza ukazi. Okay. Sasa ngoja tuweze kuiangalia FTMO PropFirm. Kama nilivyokwisha kukuambia awali, hizi ni PropFirm bora. Sasa ngoja tuiangalie hii FTMO. Hawa jamaa wana hii website yao, wanakupatia akaunti. Jamaa wanakupatia akaunti kama unavyoona hapa. Akaunti ya kwanza ambao watakupatia itakuwa na dola 200,000, na akaunti ya pili itakuwa na dola 100,000, ya tatu dola 50,000, ya 4 dola 25,000, na hii itakuwa na dola 10,000. Alafu hizi ni specification zao za
account, lakini hizi account unazipata kwa kuweza kulipia. Ukiangalia gharama kuweza kulipia, hii account inaanza na euro 89. Euro 89 hizi zinaweza zikafikia thamani ya dola kama 100 au dola 95, kwa sababu euro moja sawa na dola 1.12. Kwa hiyo ukiconvert hapa inaweza ikaleta kama dola 95. Kwa hiyo kwa PropFilm hii ya FTMO itakuwa ina gharimu kama dola 95 hivi, umeona, kama sio 96 kwa hii akaunti ambayo utawekewa dola 10,000. Alafu ukiangalia kwenye hizi challenge kwa FTMO hapa kuna phase 1 ambayo ni unatakiwa ufikishe 10%. Ina maana kama utachukua akaunti hii ambayo utawekewa dola 10,000, ina maana phase 1 inatakiwa utengeneze faida ya dola 10% ya hii 100,000 inakuwa ngapi? 10% hapa inakuwa ni 1,000. Ina maana hatua ya kwanza inatakiwa utengeneze dola 1,000. Ina maana challenge ya kwanza inatakiwa utengeneze dola 1,000 kwenye huu mtaji wa dola 10,000 ambao nakupatia. Alafu hatua ya pili, challenge ya pili utakiwa utengeneze 5%. Ina maana utengeneze dola 500. Kwa hii challenge yote utaimaliza kuweza kutengeneza faida ya dola 1,500. Kwa hiyo ni FTMO PropFilm. Alafu maximum loss, maximum day loss, yani kwa siku usitengeneze hasara ya 5%. 5% ina maana usitengeneze hasara ya dola 500 kwa siku. Alafu na maximum day loss, yani kama ikitokea umpata hasara isifike 10%, usipate hasara ya dola 1,000. Umeona? Alafu minimum trading days, ina udumu kwenye trade mpaka ufikie hizo level, zisiwe chini ya siku 4. Ina maana uwe na uwezo kuweza kutrade zaidi ya siku 4 mpaka kufikia hiyo target. Hata kama ukizidi siku sio mbaya, lakini zisipungue siku 4 uweze kukamilisha haya malengo. Maana flipping hapa hairuhusiwi. Na pia wala wanataka kujua labda kama ilikuwa ni bahati tu, kwa ndio maana nakwambia trade kwa siku zisipungue 4. Umeona? Maana kila siku ufanye trading. Alafu trading period, muda wa kutrade mpaka kufikisha target ni unlimited. Unaweza ukazidi hata mwezi. Refund, wanaweza wakakurefund kitokea umechua. Reward, zawadi utapata 90%. Kama unavyoona hapo chini, average reward utapata hii ni zaidi dola 700 baada ya kufikisha hiyo challenge ambayo wamekupatia. Unaona? Kwa huyu ni FTMO PropFilm. Sasa ngoja ni pause kidogo afu nimwangalie PropFilm mwingine nayo unaanzia ngapi. Huyu akaunti utaweza kuweza kuilipia mpaka labda ukitaka labda upate akaunti yenye dola 100,000, dola 200,000. Ina maana kama unataka akaunti dola 200,000 inatakiwa wewe uwe umelipia hapa, inatakiwa umelipia angalau dola 1,000 na umeona, umelipia dola 1,000 labda na 200. Yeah. Okay, sasa tumwangalie huyu PropFilm mwingine ambao ni Top Step. Huyu Top Step PropFilm
huyu yeye ana akaunti tatu. Ana hii akaunti ambayo utawekewa dola 50,000, ana hii akaunti ambayo utawekewa dola 100,000 na ana hii akaunti ambayo utawekewa dola 150,000. Na kama hii akaunti ambayo utawekewa dola 50,000 ina maana utailipia dola 49. Ina maana huyu top step unaanza kulipia akaunti dola 49. Na kama akaunti utataka iwekewe dola 100,000 utalipia dola 99, utailipia maana hiyo challenge. Alafu na kama unataka akaunti yako iweze kuwekewa dola 150,000 utalipia dola 149. Alafu hapa kwa mbele kuna profit target. Target ni utengeneza dola 3,000 kwa mtaji wa dola 50,000. Na drop down, kama ikitokea umeweza udrop kwa dola 2,000. Na loss ambayo inakuwa accepted kwa siku loss ya dola 1,000. Pia hapo mkuikia paka contract size, lot size. Kwa unaweza kumjaribu top step Profim kwa sababu gharama ya kuweza kusubscribe ni ndogo, dola 49. Pia hapa kuna hizi maelezo ya challenge hapa, ukishaji register ndio utaweza kujua zaidi na zaidi. Ngoja niende kwa mwingine. Sasa tumwangalie huyu Fund Next. Fund Next Profim. Huyu Fund Next Profim ana account hizi mimi nilipo kama 6 hivi. Kwa hiyo kuna hii account ambayo utawekea dola 200,000 utailipia kwa dola 1,099. Account ambayo utawekea dola 100,000 utailipia dola 549. Hiyo umeweka ni popular. Alafu kuna hii account ambayo utawekea dola 50,000 utailipia kwa dola 299. Kuna hii account ambayo utawekewa dola 6,000 utalipia dola 59. Hii account ambayo utawekewa dola 15,000 utalipia dola 119. Na hii account ambayo utawekewa dola 25,000 utalipia dola 199. Kwa account ya bei ya chini zaidi hapa ni hii ambayo utakayowekewa dola 6,000. Na maana dola 59 kwa dola 6,000. Ukitoa dola 59 utawekea dola 6,000. Then utaweza kupass hiyo challenge. Na ukiangalia naona, ngoja nijaribu kuweza kuichagua hii account ya BCH. Hii trader wengi wanaweza kumudu. Ukichagua account hii ya BCH ambayo ni dola 59 utaweka dola 6,000. Hapa naona hapa kuna hizi sheria challenge rule. Naona kuna hii phase 1 profit target, phase 2 profit target, daily loss limit. Ina maana hatua ya kwanza utengeneze faida ya 8%. Tengeneza faida ya 8% ya mtaji. Alafu phase 2 tengeneza faida ya 5%. Tengeneza faida ya 5%. Phase alafu kuna daily loss limit. Ina maana daily loss limit ni 5%. Usitengeneze hasara zaidi ya 5%. 5% ya dola 6,000 inakuwa ni ngapi? Kama 1% ya 6,000 inakuwa ni dola 60. Kwa 5% hapo itakuwa ni dola 300. Kwa usitengeneze hasara ya dola 300 kwa mtaji wa dola 6,000. Kwa usitengeneze hasara ya dola 300 kwa siku. Kitokea mpata loss isifike dola 300. Iwe 100, 150. Alafu na usitengeneze hasara ya 10%. Ina maana wewe trade uwezavyo, usifikishe hasara ya dola 600. Ina maana kama unaweka dola 6,000,
10% inakuwa ni dola 600. Kwa kama ikitokea umpata losi, usipate losi ya dola 600 kwa mtaji huo wa dola 6,000. Ukipata losi, akaunti yako inakuwa umeshatolewa kwenye challenge. Umeona Kwa huyu ni Fund Next. Ngoja nimwangalie mwingine. Okay, ngoja tumwangalie huyu VeloTrade PropFirm. Sasa huyu VeloTrade PropFirm huyu bwana, ngoja tuangalie hapa trading rule, tuangalie huyu challenge zake za huyu VeloTrade PropFirm. Hapa naona ameonyesha huyu VeloTrade PropFirm anatoa akaunti naye kama 6. Kuna akaunti ambayo utawekewa dola 5,000, kuna akaunti ambayo utawekewa dola 10,000, kuna akaunti utawekewa dola 25,000 na mpaka akaunti utawekewa dola 200,000. Kama akaunti utawekewa dola 5,000, tuangalie akaunti ambayo utawekewa dola 5,000 utailipia dola 32. Ina maana huyu VeloTrade yeye gharama yake ya kuweza kumudu imekuwa ni ndogo, ni dola 32. Hii kila trader anaweza akaanza hii challenge. Lakini pia hapa nasema total with add-ons, na maana hapa kuna hii add-ons mpaka ngapi? Okay, no. Na maana hapa tunailipia dola 32. Ilipia dola 32 tunapata hii PropFirm account kwenye hii VeloTrade na tutawekewa dola 5,000. Umeona? Sasa tuangalie hii akaunti, lakini pia kama utachagua hii akaunti ya kwanza ambayo utawekewa dola 5,000, profit target utengeneza 10%. Ina maana utengeneza 10% ya dola 5,000 ambayo dola 500. Hiyo ndio target. Tengeneza dola 500. Daily loss limit ina maana 3%. Yaani kwa siku usitengeneze hasara zaidi ya 3%. Sasa tukiangalia 3% ya dola 5,000 inakuwa ni 150. Ina maana usisababishe loss ya dola 150. Usisababishe loss ya dola 150. Maximum drop down na yenyewe ni dola 150. Ina maana ukizidisha hii dola 150 unakuwa tayari haupo tena, unakuwa haupo, hiyo account yako umekosa. Faida mnagawana 80% mpaka 90%. Wow, that's nice. Ngoja ni view hii maximum drop down ambayo ni 3%. Kuna hii akaunti nyingine ambayo utailipia dola 54. Hii ambayo utailipia dola 54 naona ni hii hapa. Dola 59 ni hii hapa, ambayo utawekewa dola 10,000. Ukitaka dola 10,000 utakiwa ulipie dola 59, ambapo gharama yake, ambapo target zake ni zile 10%. Yani utengeneze faida 10%. Daily loss zidi 3%. Ngoja ni angalie PropFirm nyingine. Okay, na PropFirm ya mwisho ni the 5S. Andikwa hivi 5S. Hii PropFirm ukiingia kuna hii website yake. Nakumbuka hizi website unaingia kwenye Google, then unaandika majina ambayo nimekuonyesha hapa. Huyu kwa mfano ana hii account ambayo utawekewa dola
100,000. Akaunti ambayo utaweka dola 100,000 hii utailipia kwa dola 200. Utailipia kwa dola 249. Utailipia kwa dola 249. Alafu pia sheria huwa zinakuwa zinafanana. Naona hapa maximum loss kwa siku usitengeneze hasara 6% kwa siku. Maximum loss yani hasara kwa ujumla usitengeneze 6%. Alafu daily loss kwa siku hasara isiwe izidi 3%. Target ni 10%. Consistence per day ni 50%. Na watu wanasema consistence I mean kama umetengeneza dola 50 uendelee kuweza kumaintain zile dola 50, maana uendelee kutrade ile dola 50 ikiendelea kuwepo. Kama ikitokea hasara isizidi dola 25, na maana faida utakayopata jana isipotee yote, iendelee iwepo, faida ile iwepo na ukiendelea kutengeneza na profit. Ndipo tunaposema ni consistency katika trading, na maanisha hivyo. Pia profit share gawana kwa faida 25 mpaka 75. Unaona? Sasa sijajua akaunti zingine ziko wapi. Huyo ni 5 step Profim. Unaweza ukarejesha zaidi ukaona namna gani mambo yanakuwa yanaenda. Sio mbaya kufanya registration zaidi kwa hizi, ukaangalia ukajizisha. Kwa hizi ndizo Profim bora ambazo unaweza ukajaribu kuweza kujitafuta huko. Okay. Kwa leo nitaishia hapo.